kupitia vijana. Hawa vijana wetu ni wasomi, na sasa hivi watu wanaisoma dunia kwenye kiganja, yaani wanaona vitu kwenye kiganja. Ni namna tu ya kuwawezesha vijana wale ili waende wakazalishe mali, wakazalishe pesa, na waondokane na ile dhana ya kwamba ajira lazima kaajiriwe serikalini tu. Serikali itawaajiri watu wangapi? Kwenye private sector ndio kunaweza kutoa ajira. Kwa sisi wabunge, lakini na watendaji wote wa serikali, kwa maana mawaziri, lakini na specific kwa waziri mkuu, aiangalie private sector kwa jicho la karibu, kwa sababu tayari dira imesema, lakini tunasema dira imesema kwamba uchumi kwa 70% umilikiwa na private sector. Sasa kule ndio tupeleke nguvu zote, na private sector ndio inaweza kaajiri watu wengi. Kwa mfano nilikuwa nasema mimi siku moja kikijengwa kiwanda kimoja tu cha kuzalisha pamba mpaka ikazalishwa nguo, kinaweza kaajiri watu wasiopungua 10,000. Sasa kuna viwanda hivyo vya mazao, vya kuchakata mazao, pamba, kuzalisha mafuta ya kula nini, na nyororo ule wa kuanzia shambani kule, kwamba limechimbwa bwawa, watu wanazalisha chakula mwaka mzima, wanafanya irrigation, wanapeana shift tu, miezi mitatu na lima nyewe vijana 1,000, miezi mitatu wanaingia vijana wengine 1,000, kwa sababu maji yapo, ghala la kuhifadhia mazao lipo, masoko yapo. Kwa hiyo na uhakika vijana wetu hawatashawishika tena kwenda kutafuta ajira mijini na kwenda kutembea na cheti kutafuta kazi maofisini. Na mimi nawaambia mara nyingi vijana, kijana wote ana simu ya milioni 4, amemaliza chuo, lakini anaenda kutafuta kazi. Wakati milioni 4 ni mtaji. Yaani kwa nini unatafuta mtaji wewe wakati tayari una simu mkononi ya milioni 4? Kwa hiyo najaribu mimi kuwaondoa vijana wangu ambia mjini kwamba ajira sio lazima kaajiriwa ofisini. Unaweza kujiajiri mwenyewe, na mfano ni mimi mbunge ambia mjini sijai kuajiriwa. Lakini mimi sasa hivi ninafanya kazi zaidi ya 300 nimewaajiri mimi mmoja. Sasa wako wangapi aina ya watu kama Lunenge wakapewa nguvu kwenye private sector huko, wakawezeshwa, naweza kuajiri zaidi ya watu 10,000. Sasa watu tuko wangapi? Kwa hiyo nasema watendaji wa serikali wawe wabunifu. Kila mtendaji wa serikali especially wakurugenzi wafikirie kuzalisha zaidi kuliko kutumia. Yaani mara nyingi fedha nyingi za serikali zinakwenda kule, unakuta 60% ni matumizi ya kawaida, 40% ni maendeleo. Sasa hiyo hatuwezi kuikwamua nchi. Tumsaidie Mheshimiwa Rais. Kila mkurugenzi wa vijijini aangalie kwenye eneo lake anaweza kachangia nini kwenye kuzalisha kuliko kutumia. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager, kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.